Itakuwa ni jambo la ajabu. Kuna watu ambao walianza kujiunga na timu mapema, wametrain na timu mapema, wameshaelewa angalau hata kwa asilimia 50-60 za mwalimu anachokihitaji, wakaja wakamuingiza Sele kwenye plan. Sele anaendelea kupikwa pale Avic Town, wakati wake ukifika atakuja kuonekana. Hivyo hivyo hata Aziz Ki na yeye anaendelea kupikwa. Anaweza kuwa mchezaji mzuri, lakini anatakiwa aingie vizuri pia kwenye style of play ambayo tuko nayo. Yes, maana yake anatakiwa apikwe, atengenezwe. Yaani kila mtu aelewe mahitaji ya kimbinu yakoje, alafu unapewa nafasi. Sio hao tu, wako wengi ambao bado hawajapata nafasi. Sio Sele, sio Aziz. Bado hata Chuga mjamuona akiwa anacheza. Tunao wengi ambao bado hawajaonekana. Kwa hiyo naamini the more tunacheza na mechi ni back to back, mwalimu ataanza kurotate team, lakini unavyo rotate team kila mmoja intensity yake itakuwa juu, ili mashabiki na wanachama wanaokuja kwanza ambao hawajakuja leo wamekosa raha. Huyo ni Ali Shabani kama akizungumza kuhusiana na isha Selemani Mwalimu kwamba yachelewa kujiunga na timu, na kwa namna ambavyo unaiona Yanga vile inavyocheza kwenye hizo mechi zao ambazo wamecheza hadi hivi sasa. Na ambavyo Yanga wamecheza. Pepo ya Selemani Mwalimu ipo pale nafasi sio? Binafsi kwa nilivyoiona Yanga katika hizi mechi mbili, mimi naamini Selemani Mwalimu nafasi yake iko pale ndani ya timu. Inawezekana kwa hichi kipindi kwa sababu tayari ameshachelewa ndani ya timu, itamchukua muda. Kwa sababu unajua ukimwangalia mshambuliaji kiongozi wa Yanga sasa hivi Peter Shalulile Shashaman. Unajua Shashaman mimi simwangalii kwenye kufunga. Ndio. Kama mko mnaangalia mechi ya Namungo kwa wadau wetu wa Kipenga, mechi jana ya Coastal Union, Yanga wananufaika sana na uwepo wa Shashaman uwanjani hata kama afungi. Angalia goli anafunga kwa Kangwanda jana. Yaani Kangwanda anapokea mpira kwenye half space, mabeki wote wakati wamemzingira Shalulile. Na sio yani kuna muda ukimwangalia Kangwanda alipokea mipira kama mitatu akiwa very free ndani ya box. Yaani mipira ikiingia kwenye box, mabeki wanamkumbatia Shalulile. Max tunakumbuka kuna moja alipiga ikamgonga beki tumboni, kuna nyingine ndio ile akafunga. Mudathiri angalia ule mpira anapokea na kati na anafunga. Yaani wananufaika na uwepo wa Shalulile kwa sababu yeye anawapini wale defenders wao, wanammark yeye muda wote, nafasi zinafunguka kwa wengine huko pembeni. Kwa hiyo ni maeneo ambayo mwalimu ananufaika sana na uwepo wa Peter Shalulile. Kwa hiyo bado naamini kwa hicho ambacho anamuofa, na sio kama hawezi kufunga. Jana kuna nafasi mbili zimedondoka akafunga, bahati mbaya tu ni kwamba zilikuwa ni offside. Kwa hiyo bado ni mshambuliaji ambaye ni ruthless, ana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo bado atabakia kuwa na chaguo la kwanza, lakini kwenye hizi mechi tumeona mara chache sana kukuta anamaliza dakika zote 90. Kwa nyakati mwalimu amekuwa akimpumzisha akiwa anaingia yule Sheikh Toure. Kwa namna ambavyo nimemwona Sheikh Toure, kuna namna bado ana struggle ndani ya timu, kwa sababu binafsi hata kwa anavyocheza mpaka sasa hivi, mimi huko alikotoka sijawahi kumuona akiwa anacheza. Nimekuja kumuonea Tanzania chana YouTube huko. Ninazungumza mchezaji kumuona akiwa anacheza uwanjani. Bado sijajua ubora wake huko sehemu gani. Yaani sijajua ni mshambuliaji ambaye yani vitu gani ambavyo kwake anavifanya akiwa bora, au ni mshambuliaji ambaye anapenda kushambulia kwenye kwa namna ipi. Anapenda labda ni mshambuliaji ambaye labda anapenda kufanya movement labda behind the defenders, ni mshambuliaji labda ambaye anataka yeye akiwa anafanya movement katikati ya kutane labda na mpiga through ball atafute ngo atandike, ni mshambuliaji ambaye anapenda sana zipigwe cross ya funge, kwa sababu inawezekana labda hajapata nafasi ya kucheza yeye kama yeye, kwa sababu kiachana ile mechi ya siku ya Mwananchi, wiki ya Mwananchi, hizi mechi zingine zote, mfano mechi ya Namungo alianza wawili na Peter Shalulile, na kuna setup moja alimsetia Shalulile Shalulile akufunga akakosa. Hii mechi nyingine zote unamwona anakuwa anaingia kipindi cha pili, hata ile mechi ya Ngao ya Jamii. Kwa jinsi ambavyo nimemwona akiwa anacheza, mimi naamini Selemani Mwalimu akishakaa vizuri ndani ya timu, inawezekana akawa anapata nafasi ya kucheza baada ya Shalulile kutoka. Na Selemani Mwalimu tumemuona ni mmoja wa wachezaji ambao unajua Sele kufunga goli kipindi cha pili akiwa anaingia hasa alipokuwa Simba, ile hiyo kwa bahati mbaya. Yaani inawezekana hiyo bahati mbaya Kibe, mechi ya leo umeingia kipindi cha pili umefunga, kesho umefunga, kesho kutwa, haiwezi kuwa bahati mbaya, maana tayari game understanding yake ni kubwa. Yeye ana uwezo wa kuspot magepo ambayo yako kiwanjani ambayo mwenzie ambaye yuko uwanjani hayatumii. Anajua kabisa nikienda uwanjani nifanye kitu moja mbili tatu nitafunga, na ndio maana amekuwa akifunga. Na wachezaji wa style hiyo ni wachache sana hata hapa kwenye ligi yetu ambaye ana uwezo wa kusoma mchezo jinsi ambavyo upo, afu anajua nikiingia uwanjani nikifanya kitu moja mbili tatu naweza nikauathiri. Kwa hiyo mdogo mdogo kwanza aendelee kutrain na timu. Mimi naamini Selemani
akipatiwa nafasi, hizi nafasi ambazo mwalimu atakuwa anajaribu kumpa, akifunga na mimi anaweza kaacha goli la pili hata nyuma ya ule Sheikh Toure, kwa sababu Sheikh Toure kwanza kuna namna Sheikh kama hajachangamka fulani, yani kwa namna kama bado ana uoga wa ligi. Mimi jana kuna sehemu kwa anawaambia kuhusiana na Sheikh Toure nikamwambia yawezekana tu ni vile watu wapo busy na mambo mengine kwa sababu Yanga inafunga. Watu wapo busy hawazingatii, lakini kama na wasiwasi. Kuna mtu mmoja akaja akasema amepewa muda kiasi gani, nikamwambia hivi mimi siangalie eneo la muda, kwa sababu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye timu ambayo ina dominate mechi. Kwa kama timu ina dominate anashindwaje? Na kiibe kingine, mimi nisiwe muongo, na hichi kitu nilikiandika mapema sana kwenye page yangu. Mimi nilishangazwa sana na Yanga kumuuza Depu kusajili mshambuliaji mwingine, kwa sababu kuna muda ukishatimiza procedures zote ambazo zinahitajika uzitimize unapokuwa na msajili mchezaji, ndio inaanguka sasa ile ya usajili ni kamari. Na mimi huwa siamini tu kwamba usajili ni kamari jibu lake, hapana. Usajili una protocols ambazo inabidi uzifuate, mwisho ndio yangukie kamari. Sasa kwa nini umwache mshambuliaji ambaye alisha adapt mazingira? Finisher, yani ule Depu ni finisher mno. Mimi pale Yanga inawezekana hata Shalulile kwa sababu tu ya experience ya kwake ambavyo yupo, lakini kwa jinsi sababu yule ndo top scorer wa Yanga kwa mwaka 2026 yule Depu. Sasa unamuuza Depu, inabidi tena uchukue mshambuliaji mwingine ambaye atahitaji muda. By the way, anawezekana akawa, unajua watu ambacho huwa wanakosea hasa mashabiki ni kukuhifadhia risiti. Watu wanatunza. Yani, sisi sio manabii. Yani mimi siwezi nikachambua atakachokicheza Toure miezi 4 mbele. Nasema anachokicheza sasa hivi. Akiimprove uko mbele it's okay, kwa sababu atakuwa ameniprove wrong kwamba ni mchezaji mzuri. Lakini kwa sasa hivi yani huwezi kunilazimisha nitabiri kwamba anacheza vizuri wakati ninachokiona aofi. Yani timu inatengeneza nafasi, lakini unamuona na ninachokiona kwake anasichago kuzoea mazingira ya hii ligi. Inawezekana ikamchukua muda, lakini kwa muda ambao utamchukua kuzoea mazingira, Selemani Mwalimu ambaye tayari ana experience ya hii ligi, kashacheza tu miaka mingi katika hii ligi, mwalimu akimpatia nafasi, mimi naamini Selemani akifanikiwa kufunga bao katika nafasi ambazo mwalimu atampa, au akafanikiwa kumimpress mwalimu, sababu Sele sio mshambuliaji ambaye anasubiria tu mipira afunge. Pia ni mzuri hata pia kwenye kufanya zile combination plays. Akiweza kumimpress mwalimu, mimi naamini watu wanavomuona Selemani kwamba hatocheza Simba, sitoshangaa Selemani akiwa mshambuliaji wa chaguo la pili Yanga, na sitoshangaa hata akija kwa mshambuliaji chaguo la kwanza, kwa sababu hawa wachezaji ni binadamu. Kuna siku mtu anaweza akapata injury, Sele akapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo kwa jinsi, kwa hali ambayo ninaiona Yanga tishio pekee kwa mpaka sasa hivi, lakini kitakachotokea huko mbele sikijui, sio nabii. Ndio anachokiona sasa hivi tishio pekee kwa Selemani Mwalimu kutokucheza Yanga ni Shalulile, lakini kwa yule mwingine anabato naye vizuri. Na nahisi hapo na wewe kocha unaamini kwamba Selemani Mwalimu atafunga sana? Mimi naamini atafunga kulingana na namna ambavyo wanajiposition. Sababu ukiangalia Selemani Mwalimu, moja ya tuseme ubora wake mkubwa sana, kitu ambacho huwa anakiangalia na appreciate kama striker, ndio ni positioning yake. Ukiangalia magoli mengi ambayo amefunga, mtu yeyote ataingia YouTube review magoli ambayo amefunga akiwa na Simba msimu uliopita, mengi amefunga akiwa nyuma ya mgongo wa beki. Unapokuwa nyuma ya mgongo wa beki, inamaanisha beki haoni wewe una anticipate nini. Kwa hiyo una uwezo wa kuja mbele yake ukapiga kichwa, si ndio? Unaweza kukaa nyuma, yeye akaenda kumpa pressure yule mwenye mpira afu ukawa free. Kwa hiyo magoli mengi amefunga namna hiyo. Na ukiangalia chances ambazo Young Africans wanazitengeneza, utagundua kwamba wanapokuwa na mark Shalulile mara nyingi mikimbio yake anaifanyaga mbele ya mbele ya defender, mbele ya defender ambaye anakuwa na mkaba. Lakini kwa mtu kama Selemani Mwalimu ni mtu ambaye ni mzuri, yani yeye anashambulia nyuma mgongo. Kwa hiyo kwa chances ambazo wanazitengeneza, ambazo ndio unaonaga kina yao wanazikosa, sijui unaona kama hizo kanatengeneza za kwani zile zinapitiliza, zile sando Selemani Mwalimu mara nyingi huwa anazitumia. Kwa hiyo mimi naamini kuja sasa kwa Toure, unajua kwa wachezaji sasa namba 9, ndio mara nyingi mazingira na mifumo ya mwalimu inataka nini. Unajua kila mwalimu anapokuwa na set team yake, anapotengeneza game plan, huwa anatafuta wapi tutengeneze nafasi, wapi tuzitafute nafasi. Unamwangalia mpinzani wako ni wapi huwa anaacha nafasi.